kuanzia usiku. Nye. Leo nimemwambia katibu mkuu. Naona katibu mkuu na wasiwasi. Kuna chakula tunakula wa Tanzania ambacho kimefanya tumekuwa maduanzi. Haiwezekani. Polisi hawa mishahara yao kwa mwaka, huyu aliyekuja kunilinda mimi hapa, mshahara wake kwa mwaka hujai milioni 8. Wanaishi maisha magumu, wanateswa. Lakini tumenyimwa viwanja mjini, tumeletwa huku eti kwa sababu tusipata nyumba. Na hii hapa nyumba sasa. Polisi nisikilizeni. Kwa makini sana. Kuweni watu wema. Ni bora mateso na dhamira njema kuliko utajiri na dhuluma. Kuweni watu wema. Tunawapigania nyinyi na watoto wenu. Maisha yenu ni magumu. Polisi ni kazi noble work. Hakuna kazi ya maana kama polisi na jeshi, kwa sababu nyie mmekula kiapo cha kufa kwa kiapo cha muhimu kama hicho, alafu baadaye mnashiriki wizi wa kura na kuumiza wananchi. Hapa nyie wote hakuna aliyekula kiapo cha kula polisi. Huyo askari amekula kiapo cha kulinda raia na mali yake kwa gharama ya maisha yake. Kama umekula kiapo cha kulinda raia na mali yake kwa gharama ya maisha yake, unakuwaje tena mzembe unapewa amri ya kusaidia wizi wa kura na kuharibu taifa lako? Ni bora hiyo kazi wache. Kazi yenyewe mnaipigania na hapa shilingi ngapi kwa mwezi? Na hapa sergeant ukistaafu unapewa milioni 15. Haitojenga hata kiwanja. Mbunge mnamsaidia akimaliza muda wako dakika 5 anapewa milioni 300. Mnashinda barabarani usiku mnateseka. Mvua ya kweli, jua la kweli, upepo wa kweli, risasi ikipigwa mnafuata nyie, wala sio inaibiwa nyumba yako, inaibiwa nyumba ya mtu mwingine, unakwenda wewe kukinga kifua. Your job is a noble work. Kazi yenu ni kazi ya samani ya utukufu. Lindeni wa utukufu kwa kukataa amri za kipuzi. Mnatuangalia kama majambazi wakati tunapigania mishahara hii. Mnatuangalia kama wahalifu wakati tunapigania maslahi na ustawi wa nchi hii. Sasa watu wa Kagera, naomba mnisikize kwa makini sana. Kwa nini tunataka tume ule uchaguzi? Naomba ule mzigo wangu, naomba watu 5. Nimalizie. Sasa hapo mtaulaja. Hawa watapanda wataweza. Watu 5. Angalia msije mkanangushie huko kwenu. Naomba kama nacho. Watu 5 ingia. Hapa watu 5. Na mama mmoja. Mama na bomba mama mmoja anaweza kapanda. Njoo kama. Njoo watu 6. Njoo ni hapa. Sasa hapa watu wataona ama wasogee. Pandani juu. Ona hii ngoma iko sawa? Tusianze drama. Simama nyuma huyu. Banana usimsogee sana huyu. Ndugu zangu, kwa nini tunasema tuwe huru uchaguzi mwingine? Sikiliza. No. Vai kitambaa. Wewe ni mfano, tunajua wewe upendi, hata mimi siyapendi kabisa. Ni pepo baba, katika jina la Yesu na kemea hapa. Ndugu zangu, huyu ni Rais Samia. Sikilizeni kwa makini. Huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Sio? Huyu mwenyekiti wa tume ya taifa. Siwezi kuivaa. Huyu ni mfano kama. Naomba kofia. Mimi nimeokoka, siwezi kuivaa kofia. Niliapa. Basi shuka. Kama huwezi kuivaa shuka. Ndio kama. Huyu Samia anamteua mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi. Huyu kaa nyuma. Mheshimiwa Rais, sogea mbele kidogo. Naomba kofia. Alafu huyu Samia ambaye ni mgombea wa CCM, mwenyekiti wa CCM, amiri jeshi mkuu, anamteua mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi. Sogea.
Alafu huyu Samia naomba kofia. Anamteua naomba mtu mmoja. Tafadhali hebu njoo nifuate mfano. Acheni mizaa, hebu njoo. Njoo. Anamteua mkuu wa wilaya ya Bukoba mjini huyu hapa. Ambaye huyu mkuu wa wilaya kwa katiba CCM ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya. Si ndio? Naomba kofia. Huyu Samia anamteua naomba mtu mmoja. Njoo panda mara moja kama. Panda mara moja. Panda mara moja. Anamteua mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa Bukoba huyu hapa. Alafu naomba nibaki moja. Huyu Samia yuko. Huyu ni mtendaji yuko nyuma ya mkurugenzi. Hawa wote ndio wanaosimamia uchaguzi. Tunamwambia rais, mama, wewe umepiga mwingi. Si umejenga mabarabara? Si hakuna kama mama? Basi mama, hii timu ni ya kwako. Tunataka tubadilishe mfumo wa uchaguzi. Simba na Yanga ikicheza, refa sio Manara. Mama ananuna anamkamata Lissu. Sasa nawauliza Kagera, kwa tume hii hapa kuna mechi ya nani? Kuna mechi ya nani? Asante Mheshimiwa Rais, nirudisheni kitenda kazi vyangu, shukeni chini. Rushe huko. Mmeelewa? Sasa sisi tunasema hii sio tume sasa. Ama iko hivi. Wengine watakuja ku expand katika masuala muhimu. Sasa iko hivi. Kwanza Bukoba, Samia Suluhu sio mama yenu. Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa nini? Wa Tanzania. Nimeshikashika ama sikiliza, msizarau mtu aliyetengeneza mkakati wa Samia kuitwa mama. Kama kuna mtu na mheshimu katika siasa za CCM ni alianza mama. Si mnajua nachosema? Samia sio mama yenu. Samia ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu wa nchi. Kwa nini mama limetengenezwa sana? Ili tukitaka kumsema eti tuone tunamsema mama. Kwa hiyo unaanza na ukimsema tu anakupigia simu. Sasa Mheshimiwa Lema, unajua mama ana shida na wewe, alifanya mpaka mkarudi. Usimseme mama. Hapo basi mseme mama, unaona kama ni mama yako. Samia sio mama yangu. Samia sio mama yako. Ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Atakemewa hakikosewa. Atapongezwa hakifanya vyema. Ataonywa hakikosea, kwa sababu yeye ni mtumishi wetu na sio bosi wetu. Sisi kama mnaelewa. Sasa namaliza kwa kumwita Mjika. Kuna minong'ono inaendelea. Sasa Mheshimiwa Lema, wewe kama ni jasiri hivyo, mbona ulitoroka? Ukakimbilia Canada. Bukoba, mimi nilisikia sauti ya Bwana. Lema, mchukue mama na mtoto. Uende mpaka nchi ile nitakayokuonyesha. Ukae huko mpaka nitakapokuita. Wewe ukisikia hivyo unafanyaje? Mtume Muhammad mwenyewe alienda Madina, sio? Yesu mwenyewe Yusufu alisikia sauti kipindi cha Herodi. Yusufu, chukue Maria na mtoto, uende mpaka nchi. Yusufu akachukua Yesu akaingia mitini. Na mimi ndugu zangu nilisoma ramani ya kukata shingo nikaingia mitini. Nimekaa kule miaka kadhaa, sauti kanijia. Lema, yule aliyekuwa anataka roho yako yupo tena, yuko sasa. Sasa unaweza.